na serikali za mitaa, Mheshimiwa Mwenyekiti Alat, ndugu yetu Murshid Ngeze na makamu mwenyekiti, waheshimiwa wabunge kiongozwa na mwenyekiti wa usemi, kamati ya bunge hiyo inaitwa usemi, waheshimiwa ndugu makatibu wakuu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma na wakuu wa mikoa wengine mliopo hapa nasi, katibu tawala wa Dodoma na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dodoma na wilaya ya Dodoma, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa kaka yetu Adam Kimbisa na uongozi wote wa mkoa mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, katibu mkuu Alat na kamati tendaji ya Alat, wastahiki mamea mliopo nasi hapa, wenye viti na wakurugenzi wa halmashauri, viongozi wa dini mliopo nasi, wana Alat kutoka bara na Zanzibar, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Alat oye. Nimesahau wafadhili wetu, wafadhili na wadhamini wetu, tunatambua uwepo wenu pia. Ndugu zangu, baada ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nimshukuru pia Mheshimiwa Mwenyekiti wa Alat Taifa kwa mwaliko wake kwangu kwa kuja kufungua mkutano huu wa 39 wa Jumuiya ya Serikali za Mitaa. Hii ni mara ya pili kwangu. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2021 mwezi wa Septemba tarehe 27, na ilikuwa ni miezi michache tu baada ya kukabidhiwa jukumu hili. Nitumie fursa hii pia kutoa salamu za pongezi kwa wote waliochaguliwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika tarehe 27 Novemba mwaka jana, yaani wenye viti wa serikali za vijiji, kamati za mitaa, wajumbe wa halmashauri za vijiji na wajumbe wa kamati za mitaa. Hongereni sana. Shukurani za pekee kwa wasimamizi wa uchaguzi huu. Kwa wasimamizi wa uchaguzi huu, jeshi langu la madedi mpo? Hongereni sana. Kama nilivyosema wakati wa kampeni za uchaguzi ule, serikali za mitaa zina umuhimu mkubwa sana, na nawaomba nafasi zenu mkazitumie kwa ukubwa huo, wale mliochaguliwa. Tuachane na yale ya nyuma. Wewe ukishakuwa mwenyekiti wa kijiji, si mjumbe wa mtaa, nani wewe, big boss, hushikiki, na kazi ni kuangalia rasilimali ziko wapi. Tuachane. Sisi ni watumishi wa wananchi, tukazitumikie nafasi zetu kuwatumikia wananchi. Napongeza pia kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu mkubwa, na niungane nanyi kuwashukuru sana sana wadhamini wetu na kamati ya maandalizi na wote waliotusaidia kukamilisha mkutano huu. Wadhamini wetu, asanteni sana. Vile vile niwapongeze kwa kuchagua kauli mbiu inayoendana na muktadha wa mkutano huu, inayosema shiriki uchaguzi mkuu, muktadha wa wakati huu unaosema shiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu, nimeyasikia maelezo ya kina ya mwenyekiti wa Alat Taifa kuhusu shughuli za Alat, na nawapongeza sana kwa kazi mnazoendelea kufanya, ikiwemo kuimarisha upashanaji wa habari na kujenga uwezo wa watendaji wa halmashauri. Lakini pia nitambue mchango wenu mkubwa kwenye uanzishwaji wa Jumuiya ya Serikali za Mitaa ya kule Zanzibar, yani ZALGA. Lakini niwapongeze pia kwa kujiunga kwenye jumuiya za kikanda. Hongereni sana. Kwa upekee nipongeze wizara ikisimamiwa na Mheshimiwa Waziri kwa kusimamia shughuli zote zilizofanywa na serikali za local government, huko serikali za mitaa,
na kushukuruni sana na hongereni sana wizara. Yote hayo sio tu ni sehemu ya kuimarisha utendaji kazi wa mamlaka za serikali za mitaa, bali pia ni kuimarisha utawala bora na vile vile ni kuimarisha ALAT yenyewe. Hongereni sana. Ndugu zangu, ni wazi kwamba kufanikiwa kwa mipango ya serikali au serikali kuu inategemea sana ushirikiano kutoka mamlaka za serikali za mitaa. Kiasi kubwa cha fedha kimeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo na miradi ya kuimarisha ustawi wa jamii katika maeneo mbalimbali kule mnakotoka. Miradi hiyo imechochea maendeleo na kuboresha hali ya utoaji huduma za kijamii na kiuchumi kwa wananchi wetu. Ndio maana mara zote nimekuwa nikisisitiza uwajibikaji na ufanisi katika halmashauri, kwani huko ndiko waliko wananchi wengi na ndiko tulikoelekeza miradi mingi ya maendeleo, na tutaendelea kutegemea ushirikiano wenu katika kuhakikisha kwamba kazi kubwa inayofanywa inaleta matokeo yaliyokusudiwa na kuimarisha ustawi wa wananchi. Sasa katika kufanya hivi, ili haya yatimie, kuna mazuri na machungu yake. Mnajua kwamba katika kipindi cha miaka mitatu hiki nimekuwa nikitoa mikeka mingi ya mabadiliko kwenye serikali za mitaa, ngazi ya mkoa, wilaya, halmashauri, huko mingi tu, na si kwa raha au kwa kupenda, ila kwa kutafuta cream wale watakaosimama na serikali kufanya kazi serikali iliyokusudiwa. Sasa nataka kusema kwamba kama maksi ni 100, tuko kwenye 85. Tumeshanyooka. Tumebakia 25. Tutakwenda kunyoshana polepole mpaka wote tusimame njia hiyo. Ndugu mwenyekiti na wajumbe, mwaka 2021 nilipozungumza nanyi ilikuwa takriban miezi 6 tu tangu nishike hatamu ya uongozi wa nchi yetu. Nilitumia mkutano ule kuainisha mipango ya serikali kwa wananchi walioko kwenye halmashauri zenu. Niliahidi kujenga jumla ya madarasa 15,000, vituo vya kutolea huduma za afya kwenye tarafa 250, na niliahidi kuongeza kasi ya upatikanaji wa maji safi na salama na ujenzi wa barabara vijijini. Niliahidi pia kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato vya halmashauri vilivyokuwa vimechukuliwa serikali kuu. Sasa ni wajibu wangu kuwarudishia mrejesho wa ahadi zile nilizozifanya. Lakini kwa bahati nzuri, nilipopita kwenye mabanda maonyesho kabla sijaingia hapa, majawabu yote niliyakuta kwenye mabodi na wakurugenzi walinieleza yaliyofanyika. Kwa hiyo nadhani nisiwapotezee muda kusema nilifanya. Lakini niwaambie tu kwamba kwenye elimu, mbali na madarasa 15,000, tumejenga vyuo vya VETA katika wilaya 64, kazi inaendelea. Lakini kuna vingine 25 vilikuwa kabla, na kila mkoa kina chuo kikubwa cha mafunzo ya VETA na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini kwa upande wa afya, kazi iliyofanyika mnaijua. Lakini pamoja na majengo, amesema mwenyekiti wa ALAT, kuna vifaa vya kisasa sana kwenye mahospitali yetu katika ngazi zote. Lakini pia tumepunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa madawa. Sasa supply ya madawa inakwenda vizuri, na kwamba referral zile za maradhi na Benjamin Mkapa zinaishia hospitali za mikoa, kwa sababu vifaa vyote, utaalamu wote, watumishi, kila kitu kiko kule. Lakini juu ya hivyo, magari ya